Mtazamaji, huenda serikali ya Samia Suluhu inapanga ama inafanya njama ya kuweza kutengeneza kaburi kubwa ambalo litakaloweza kuwazika Watanzania waliopata kuuawa siku ya tarehe 29. Mtazamaji wangu, kituo hichi kiko hapa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika, na tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maslahi ya mwananchi yanashughulikiwa ipasavyo. Kwa hivyo taarifa zozote zinazokuhusu masuala ya wananchi, kila siku tunahakikisha kwamba zimekufikia na umepata kutaarifika. Jina langu ni Presenter Guton. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, azidi kushare kituo hichi chetu kwa vikundi kadhaa, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na familia kubwa zaidi. Sasa katika taarifa ambazo ninazipata hii leo ni kwamba serikali ya Samia Suluhu huenda ina njama ya kuweza kuchimba kaburi kubwa litakaloweza kuwahifadhi ndugu wote wale waliopata kuuawa katika siku ya tarehe 29, siku ya maandamano makali yaliyoweza kufanyika nchini Tanzania. Msikilizaji, taarifa hizi nazipataje? ICC ambayo ni mahakama kuu duniani inachunguza madai ya mauaji dhidi ya serikali ya Samia Suluhu. Na msikilizaji, kama nilivyoweza kukufahamisha awali, Samia Suluhu alipata kuwanyima fursa wale walioweza kutoka katika mahakama hiyo kuja kufanya uchunguzi nchini Tanzania wa kuweza kujua kwamba je, Samia aliua watu, na kuweza kupata idadi kamili ya watu ambao waliweza kuuawa. Jamii ya watu hao walivyoweza kuweza kuuzuru Tanzania ili kuweza kufanya uchunguzi, Samia Suluhu na mawaziri wake waliwanyima fursa ya kuweza kuingia nchini Tanzania. Kwa sababu hiyo, msikilizaji, ikiwa kuna uwazi katika serikali, ama ikiwa serikali haina kitu chochote cha kuficha, inaruhusu kufanyiwa uchunguzi, inaruhusu uwepo wa wanahabari, inaruhusu media za nchi zingine kufanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba hamna maovu yaliweza kutokea. Lakini mpaka sasa serikali ya Tanzania imekataa kuwaruhusu watu wanaochunguza visa vya mauaji nchini Tanzania. Imekataa kuwaruhusu wanahabari kutoka sehemu mbalimbali ambao kwamba wanahitaji kufanya uchunguzi na kuelewa hali ikoje Tanzania, na kwamba je, Watanzania wapo matesoni ama serikali ya Samia inahudumia wananchi ipasavyo. Kila ambacho tunapata kukiona, msikilizaji, ni kwamba Samia amekataa kabisa kuachilia vitengo vya uchunguzi ama media zozote. Itakumbukwa kwamba media za Tanzania zimezimwa. Ukizungumza, msikilizaji, katika media za Tanzania unapotezwa. Sasa swala hili sasa hivi
serikali ya Samia imeanza shughuli za utekaji. Yaani kama kwamba mtu yoyote ambaye anaonekana kwamba anaweza akatoa ushahidi katika ICC anapata kupotezwa, anatumiwa polisi. Polisi wanahakikisha kwamba mtu huyo amenyamazishwa. Na njia za hivi punde ambazo tumeweza kuona wanafanya hilo ni kwa kuendeleza utekaji, kwa kuendeleza visa vya kuwachukua watu katika kazi zao. Kwa mfano, msikilizaji, Julius Luyole ni Mtanzania tu wa kawaida, lakini anashiriki sana katika kuwapigania Watanzania na kuhakikisha kwamba amepata kutamka na kueleza wazi yale masuala ambayo yanawahusu Watanzania, ambayo yanatendeka Tanzania, ambayo sio poa. Sasa bwana Julius siku ya juzi akiwa ofisini mwake ameanza kutekwa na polisi ambao walivaa kama raia, lakini walipofika walipata kujitambulisha na kuonyesha vitambulisho vyao vya kazi na kumchukua bwana Julius, ambaye mpaka sasa haijulikani alipo. Hamna neno limeweza kusikika kumuhusu bwana Julius, na serikali ya Samia haijasema chochote, jambo ambalo ni kinyume na sheria za Tanzania, kwa sababu unapotiwa mbaroni ama unaposhikwa na polisi, inahitaji kwamba uwasilishwe mahakamani ndani ya masaa 24 ama upate kusikilizwa, uonekane hadharani, kesi yako isikilizwe, isemekane kwamba huyu ameshikwa kwa ajili ya kosa hili na hili, na sasa yupo hapa kwa ajili ya kuweza kusikilizwa ili kuweza kupata kama amehusika katika kutenda maovu ama ameharibu sheria gani. Lakini hilo, msikilizaji, halijaweza kuonekana. Sasa Samia Suluhu anatumia njia zozote kuhakikisha kwamba wanaharakati nchini Tanzania wanapotezwa. Yeyote ambaye anapasa sauti anapotezwa. Mtu yoyote ambaye anazungumza kinyume na serikali ya Samia anapotezwa. Msikilizaji, serikali ya Samia imeweza kuingisha uoga kuhusu issue mzima ya swala la ICC ambayo kwamba inachunguza madai ya mauaji nchini Tanzania, inachunguza visa vya kikatili vilivyoweza kufanyika dhidi ya wananchi nchini Tanzania, na inachunguza maovu yote yaliyoweza kufanyika na ukosefu wa kufuata sheria nchini Tanzania. Na sasa masuala hayo yamefanya serikali ya Samia kuweza kuhakikisha kwamba kila ambaye anazungumza kinyume na serikali ya Tanzania anapotezwa. Serikali ya Samia imepaniki na wameshikwa na woga. Msikilizaji, maandamano ya D25 yanakaribia na wananchi watajitokeza kwa wingi zaidi, na serikali ya Samia haitaki watu kutoka ICC waweze kuona kwamba kuna uovu nchini Tanzania. Na kwa sababu hiyo
wanapata kuzuia shughuli hizi kufanyika na kufanya wananchi kunyamaza ili kuweze kuonekana kwamba kuna utulivu na hakuna chochote ambacho hakiendi sawa Tanzania. Mtazamaji, hebu achia maoni yako kwenye comment section. Zidi kuongea na sisi, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia. Lakini pia zidi kumimina maoni yako kuhusu masuala yanayotendeka katika nchi ya Tanzania.